Kama kuna kitu Gen Z wa Kenya wamekifanya vizuri mwaka huu ni kitu kimoja, kumfanya mwanasiasa yoyote kwenda viral bila hata yeye kujua. Na safari hii mtu ambaye anaonekana kuwa target mpya ya meme culture ya Gen Z wa Kenya ni ndugu yake aliyekuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga, Oburu Odinga. Kuanzia video zake za mikutano mpaka kauli zake ndogo ndogo, Gen Z wamekuwa wakizichukua na kuzigeuza meme na kuzifanya ziende viral kila mahali. Leo tunaenda kuangalia video kadhaa ambazo zimefanya jina la Oburu Odinga litikise mitandao, na utashangaa kuona jinsi internet inaweza kubadilisha story kabisa. Kama umekuwa ukifuatilia siasa za Kenya kwa miaka ya hivi karibuni, utagundua kitu kimoja, ya kwamba Gen Z hawachezi na internet. Video ya sekunde 5 inaweza kugeuka kuwa meme. Kauli ya kawaida inaweza kugeuka trend ya TikTok, na mara nyingi wanasiasa wanajikuta wanakuwa viral kwa sababu ambazo hawakuzitarajia. Na mfano mzuri ni baadhi ya video za Oburu Odinga. Moja ya video zilizovuma hivi karibuni ilikuwa wakati Oburu Odinga alikuwa Mombasa kwenye iftar. Katika tukio hilo alijaribu kuzungumza maneno ya Kiislamu ili kuheshimu waumini waliokuwa pale, lakini kama kawaida ya internet, Gen Z walichukua ile moment wakaanza kuisambaza mitandaoni kwa kasi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asante. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Asante. Baada ya video hiyo kuonekana, comments zilianza kujaa kila mahali, wengine wakisema ni gesture nzuri ya heshima na wengine wakaigeuza moment hiyo kuwa meme. Lakini hapo ndipo story ilianza kuchukua direction nyingine kabisa. Kama umekuwa ukifuatilia mitandao ya Kenya, lazima umesikia kuhusu content creator anayojulikana kama Professor Aduol. Huyu jamaa anajulikana kwa kitu kimoja, kuigiza wanasiasa kwa njia ya kuchekesha sana, na safari hii akaamua kuigiza Oburu Odinga kwenye interview ya TV. Video hii ilipovuma, watu wengi walianza kusema kitu kimoja, ya kwamba Gen Z sasa wana kiongozi wao wa meme. Welcome on Dr. Foneke tonight on TV47. AK47. Welcome on Dr. Foneke tonight. We are on TV47. Oh, we are on TV. Yes. Okay, we are on TV. Yes. I can see the camera. All these are cameras, Mheshimiwa. Oh, thank you. Yes, Mheshimiwa uko na power. Niko na power. I want to end there and tell my fellow Wewe unapenda power sana. Unapenda power sana. Unataka kunywa? Oh, power. Yes. I love power. Mbona hii mambo ya power ilitokea wapi? You know Dr. Ofueleke? Since my brother left, you know, it has not been easy. Na wengine wameanza kuharahara kusema you are in a hurry, you are in a hurry. Hiyo ni kukuwa na nyepesi pesi. You know, Raila's shoe was a big shoe. And you know, nilijipata. I found myself in this situation. Lakini kuna clips kadhaa ndogo ndogo ambazo zimekuwa zikirudiwa sana mitandaoni. Clip ya kwanza ni ya Oburu Odinga akisema ODM ni chama cha Gen Z kama yeye. ODM ni chama ya vijana, ni chama ya Gen Z kama Oburu Odinga, kama mimi. Clip ya pili akijibu wale wanaosema wanataka kuwarudisha nyuma. Those who want to pull us backwards, we tell them, oh, no. Those who want to pull us backwards, we tell them what? Oh. Alafu clip ya tatu ni ile moment maarufu alipouliza hakuna DJ hapa. Baadaye Gen Z wakasema DJ alikuwa ameenda na timu ya Edwin Sifuna kwenye mkutano mwingine. Internet ikafanya utani huu kuwa meme mkubwa sana Kenya. DJ hakuna. Hatuna DJ. Leo ni leo. Lero ni lero. Ambole mkambani mube. Na kama ilivyo kawaida, Professor Aduol hakuweza kukaa kimya. Alikuwa mitandaoni na video nyingine akijitangaza kama Gen Z leader au youth leader mwenzake na Oburu Odinga. Video hizi zinaonyesha jinsi dhiaka na comedy zimekuwa sehemu ya siasa za Kenya. Wangapi wamekubali? Mbona wale wa nyuma
hawainui mkono. Imekuwa muda mrefu hatujakuwa na mkutano wa marahaba kama hii. Kwa hivyo ndugu zanguni, na wangapi wamekubali tuendelee kuimarisha chama yetu ya ODM? Wangapi wamekubali? Wainue mkono. Mbona watu wa nyuma huko hawainui mkono? Asante. Mimi furaha tele kwa sababu inaonekana watu wa Kibra wana hamu ya mikutano. Hawajakuwa na mikutano ya hadhara kwa muda mrefu, ndio mimi naona watu wamekuwa na agility kubwa, lakini mbele hivyo tutaendelea kwa pamoja. Asante sana na Mungu awabariki. Lakini sehemu ambayo inaonyesha nguvu ya internet kabisa ni comment section. Kuna creator mwingine wa Gen Z ambaye huwa anasoma comment section za watu kwenye viral video. Safari hii alikuwa anaangalia comment section za video ya weka mawe challenge ya Oburu Odinga. Na kama unavyojua Gen Z wa Kenya, comment section yao huwa kama stand up comedy. Baya. Niweke nini? Mawe. Niweke nini? Mawe. Niweke nini? Yaani Wakenya mnatakanga nini? Tumepewa content creator Oburu Odinga amtaki. Moja kwa moja mpaka pale comment section. Wakenya wanasema aje kuhusu our one and only youth party leader. Siweke ukweli uone kama tutapata holiday. Chunga hiyo mawe isiteleze, juu ikiteleza kidogo tutakuwa tunaimba down the bay of Mexico the whole week. Ndio maana Raila alikuwa anaficha Oburu, juu alijua kuna content creator tulikuwa tunataka, hakuwa anataka tumujue. Mtarajiwa ali weka kwa kichwa apate power. Oburu ni mdogo, ni vile alizaliwa kitambo. Huyu ni Gen Z bana. Weka mawe. Hiyo mawe ikiteleza itakuwa mbaya. Huyu akiekelewa mawe alafu kuna hii the strongest youth leader ever. Wenga wajamini mtegemea janduguye ufa tajiri. Hiyo mawe bahati mbaya ama wacha tu. Lakini haikuishia hapo tu. Kuna video nyingine ambayo ilivuma sana wakati Oburu Odinga alikuwa Capitol Hill. Baada ya tukio hilo, content creator Kimbikimbi aliamua kutoa maoni yake. Katika video hiyo alisema kitu kimoja wazi, ya kwamba vijana wanataka umoja ndani ya ODM, lakini pia wanataka nafasi zaidi ya uongozi. Oburu Odinga amefukuzwa Capitol Hill. Capitol Hill ilikuwa ni nyumba ya Raila Amolo Odinga. Oburu Odinga atengeneze ofisi yake akuwe akienda. Tunataka MOU ifanywe, watu wa ODM warudi pamoja. Lakini leadership inarudishwa kwa vijana. Hakuna leadership inapelekwa kwa wazee. Sasa ni wakati wetu, hakuna haja ya kusema tu kama one time. Wewe ni kijana, si ni kabila yetu ni ujana. Asante sana.
Hii story yote inaonyesha kitu kimoja muhimu sana, ya kwamba siasa za zamani zilitegemea mikutano, radio na TV, lakini leo internet ndio inaamua nani anaenda viral, na Gen Z wa Kenya wameonyesha wazi kuwa kauli ndogo ya mwanasiasa inaweza kugeuka kuwa meme, video ya sekunde 5 inaweza kugeuka kuwa trend, na comment section inaweza kubadilisha narrative kabisa. Sasa swali ni hili, je, hii ni demokrasia ya kidijitali au ni meme culture inayobadilisha siasa? And with that, you can count on my partnership. They told me yesterday that they can also decide to paint you black. So I think there are those who want to do the negatives. But I think looking at society, the reason why we are deploying resources, extending the fiber optic, so that at least every village can have access to the internet. The internet is a very powerful tool. Lakini nataka kujua kutoka kwako wewe mtazamaji wangu, unadhani Gen Z wanamfanya Oburu Odinga kuwa meme ya internet au wanaonyesha tu uhuru wao wa kujieleza mitandaoni? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Waheshimiwa wabunge, wazungu wanasema a madman's dance is entertaining until he is your brother. Zile sarakasi ule mzee anafanya katika chama cha ODM, hatuelewi ni nini anaitakia chama cha ODM.